Moja pia kati ya taarifa ambayo imeripotiwa saa chache ambazo zimekwisha kupita katika siku ya leo ya Mei 22 ni taarifa ambayo pia ametangaza rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambako rais huyo amesema ya kwamba au ametangaza kwamba Urusi ni lazima itashinda vita dhidi ya Ukraine, na amezungumza kauli hiyo pia wakati akizungumza na viongozi wa nchi za Ulaya. Hivyo basi ambacho amekizungumza ni kama pia kimeshika gumzo au ni kama kinashangaza kuona ya kwamba tayari Donald Trump licha ya kwamba pia anaendesha mazungumzo hayo, lakini tayari anajua nani ambaye atakuwa mshindi wa vita. Hivyo basi taarifa hii ambacho amekizungumza kiundani kabisa Donald Trump, nitakufahamisha hapa utasikia kwa nini Donald Trump ametangaza kwamba Urusi ndiye mshindi au atakuwa mshindi kwenye hii vita ambayo imedumu kwa muda wa takriban miaka mitatu sasa tangu Februari ya mwaka 2022. Baada tu ya taarifa ya Donald Trump kuhusu kutangaza kwamba Urusi itashinda vita hiyo, pia nitakupatia taarifa nyingine kuhusu uvamizi wa Ukraine huko mkoani Kursk, ambako kama umesahau basi nakukumbusha kwamba mwaka jana mwezi wa 8 Ukraine waliweza kufanya uvamizi kwenye jimbo au mkoa wa Kursk huko nchini Urusi, ambako pia waliendesha mashambulizi makubwa mno kwenye eneo hilo. Sasa ambaye au kamanda ambaye pia alimpatia jukumu la ukombozi au kuwahamisha na kuwaondoa kabisa wanajeshi wa Ukraine kwenye mkoa huo, ambako Putin alimpa jukumu kamanda mmoja ambaye anafahamika kama Abtel Odonovi kusimamia operation nzima za ukombozi wa mkoa huo dhidi ya vikosi vya Ukraine. Ameripoti ya kwamba tayari sasa Urusi inamiliki kikamilifu kabisa mkoa huo wa Kursk, ambako sasa kimaanisha kwamba wanajeshi hao tayari asilimia kubwa wameondolewa kabisa kwenye jimbo hilo. Na hivyo basi ambacho amekizungumza kiundani kabisa kuhusu hali nzima huko mkoani Kursk, basi pia nitakufahamisha hapa ambako amezungumza kamanda huyo ambaye pia alipewa jukumu hilo, na utasikia pia ripoti ya gavana mpya ambaye pia aliteuliwa huko na Putin siku za hivi karibuni kuhusu operation za huko mkoani Kursk. Na kusihi tu ya kwamba kama bado hujabonyeza neno subscribe, basi nakukumbusha tu ya kwamba basi unaweza kufanya hivyo. Pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa uwe unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Kwanza nikianza na taarifa ya bwana Donald Trump kuhusu kutangaza ushindi wa Urusi dhidi ya Ukraine, ambako rais wa Marekani bwana Donald Trump aliweka wazi wakati wa mazungumzo na viongozi wa Ulaya ya kwamba anaamini Urusi inashinda mzozo dhidi ya Ukraine. Shirika la Bloomberg limeripoti hivyo likinukuu vyanzo kuhusu taarifa hii. Kulingana na shirika hilo la habari, limesema kuwa Trump alirudia idadi ya hoja za mazungumzo za Kremlin na hivyo kuwafahamisha viongozi kutoka nchi za Ulaya ya kwamba alikuwa na mwelekeo wa kutambua ukuu wa kijeshi wa Urusi katika mzozo na Ukraine. Donald Trump alifanya mazungumzo ya simu na viongozi wa nchi kadhaa kutoka Ulaya baada ya mazungumzo yake na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambako Putin na Trump walipigiana simu kwa zaidi ya saa 2 Jumatatu ya wiki hii wakijadili zaidi kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Kufuatia wito huo, Putin alisema ya kwamba awali ya yote alimshukuru sana Trump kwa msaada wa Marekani katika kurejesha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine, ambapo kwa mujibu wa rais wa Urusi alisema Moscow iko tayari kabisa kufanya kazi na Ukraine katika mkataba kushughulikia masharti ya uwezekano wa makubaliano ya amani katika siku zijazo, ikiwa ni pamoja na kufafanua idadi ya misimamo. Hata hivyo, kuondoa sababu kuu za mgogoro huo bado ni jambo muhimu kwa Urusi, kiongozi huyo kutoka Moscow alikazia hivyo. Hichi pia ndicho ambacho amekizungumza kwa ufupi kabisa, au shirika la habari la Bloomberg limeweza kuripoti kuhusu kile ambacho pia Donald Trump aliweza kuwaasa au kuwaonya viongozi kutoka nchi za Ulaya ya kwamba Urusi anaiona kabisa kwa mshindi katika vita dhidi ya Ukraine. Hicho pia alikizungumza kama maoni kwa upande wake, pia kwa uzoefu ambao pia amekuwa akiuona tangu aanze usuluhishi au mazungumzo ya mzozo huo. Hivyo basi ambacho alikizungumza ni kama kutoa maoni yake ya kwamba anavyoona Urusi huenda pia ikawa mshindi katika vita hiyo dhidi ya Ukraine. Pia nikihamia huko mkoani Kursk nchini Urusi, ambako imeripotiwa ya kwamba
Urusi tayari imedhibiti au inadhibiti kikamilifu mkoa wa Kursk na Belgorod dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambako vikosi vya Urusi vinadhibiti kikamilifu mikoa ya mpakani ya huko Belgorod pamoja na Kursk, huku mashambulizi ya Ukraine yakizuiliwa. Naibu mkuu wa idara kuu ya kijeshi siasa ya jeshi la Urusi, kamanda wa kikosi maalum cha Akhmati anafahamika kama Meja Jenerali Abdi Alodinovi amesema hivyo. Amesema hali katika mikoa ya Kursk na Belgorod inadhibitiwa kikamilifu. Adui amekuwa akijaribu kushinda mahali hapo kwa muda mrefu akitumia nguvu nyingi na magari ya kupambana, lakini hakuna hata moja kati ya hayo yanayojulikana kama mashambulio yaliyofanikiwa na kusababisha hasara kubwa kwa jeshi la Ukraine. Kwa ujumla, inaweza kusema ya kwamba eneo la mikoa ya Belgorod, Kursk iko chini ya udhibiti kamili wa Moscow. Pia mchambuzi wa masuala ya kijeshi anayefahamika kama Andrei Marochiko ameripoti ya kuwa jaribio la hivi punde la Ukraine la kuvamia eneo la Kursk liliishia bila mafanikio na kusababisha hasara kubwa miongoni mwa vitengo vyao vya wasomi. Alielezea uwanja wa vita kama umejaa miili ya wapiganaji kutoka kwa kikosi cha kitaifa cha Ukraine cha Aidal ambacho kimepigwa marufuku nchini Urusi. Mtaalamu huyo alifahamika kama Andrei Marochiko aliweza kushiriki ya kwamba amepokea picha kutoka eneo la tukio, picha ambazo hakuweza kuzichapisha kwa sababu za kimaadili zinazoonyesha miili ya wanajeshi wa Ukraine wakiwa wameuawa au kuangamizwa na vikosi vya Urusi. Alikazia kuwa wanajeshi walioanguka na mamluki wa kigeni ambao wengi wao walipewa mafunzo na vifaa bora zaidi wamepewa mafunzo katika nchi za Magharibi chini ya maagizo ya NATO. Pia aliwasilisha maelezo hayo wakati wa matangazo kwenye redio Sputnik na kushiriki zaidi ya rekodi kwenye chaneli yake ya Telegraph, akiangazia hali mbaya ya udhalilishaji ulioshindwa. Licha ya hayo, nguvu ya mashambulizi ya jeshi la Ukraine pia kwenye eneo la mpaka la Kursk huko nchini Urusi bado inasalia kuwa juu. Kaimu gavana kutoka mkoani Kursk anayefahamika kama Alexander Kinstein amesema hivyo. Alisema kwa bahati mbaya nguvu ya mashambulio ni ya juu sana. Wanarekodi mashambulizi mbalimbali yanayofanywa na wanajeshi wa Ukraine kila siku, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, utumiaji wa mabomu ya angani na vitendo vingine. Migomo ya Ukraine husababisha uharibifu wa miundombinu ya kitaifa, ya kiraia na vifaa vya kijamii, walakini jambo la kusikitisha zaidi ni ya kwamba wanaua watu wao. Kinstein aliongeza hivyo. Kaimu gavana kutoka mkoa huo alisema ya kwamba majaribio yote ya jeshi la Ukraine ya kuingia katika mkoa wa Kursk yalikabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa vikosi vya Urusi. Hichi ndicho pia ambacho muda huu kimeripotiwa kutoka huko mkoani Kursk, ambako kamanda amesema ya kwamba kwa asilimia kubwa kabisa vikosi vya Urusi vinadhibiti kikamilifu mkoa wa Kursk, lakini pia huko Belgorod nchini Urusi. Hivyo basi hiyo ndio taswira ambayo kwa sasa pia inajili huko mkoani Kursk, licha ya kwamba pia bado wanajeshi wa Ukraine wanazidi kufanya shinikizo la kufanya mashambulizi kwenye mikoa hiyo hasa Kursk na Belgorod, lakini kwa bahati nzuri wanajeshi wa Moscow wameimarisha zaidi ulinzi dhidi ya mashambulizi ya Ukraine. Mwisho wa taarifa hizi, pia taarifa zingine, na kuahidi ya kwamba nitazidi kufahamisha hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa. Hakikisha tu ya kwamba umebonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa basi uzipate kwa muda mwafaka kabisa. Asante kwa sasa, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi katika siku ya leo.